Anga tulivu la jiji la kihistoria la St. Petersburg, nyuma ya milango mizito ya mamlaka, historia iliandikwa kimya kimya lakini kwa uzito mkubwa wa kisiasa. Hapa ndipo rais wa Urusi Vladimir Putin alipokutana ana kwa ana na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi katika mazungumzo yaliyojaa ishara za nguvu, mshikamano na ujumbe mzito kwa dunia nzima. Mazungumzo haya hayakuwa ya kawaida, yalikuja wakati Irani ikikabiliwa na kipindi kigumu cha majaribu, shinikizo la kimataifa, misuguano ya kijeshi na majeraha ya kisiasa yaliyotokana na migogoro ya hivi karibuni. Lakini ndani ya dhoruba hiyo, Urusi imejitokeza kama mshirika anayesimama imara na Irani. Kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, Rais Putin alimkaribisha mgeni wake kwa heshima kubwa, akituma pia salamu za shukurani kwa kiongozi mkuu wa Irani kwa ujumbe aliotuma. Hata hivyo, kilichogusa zaidi ni kauli yake ya wazi: Urusi itaendelea kushikilia uhusiano wa kimkakati na Irani bila kuyumbishwa na mtu yoyote. Katika maneno yake alisifu ujasiri wa watu wa Irani, akisema wanapigania kwa kishujaa uhuru na mamlaka yao. Kauli hiyo haikuwa tu pongezi, bali ilikuwa ni tamko la kisiasa linalotuma ujumbe mzito kwa wapinzani wa taifa la Irani. Kwa upande wake, Araghchi hakusita kuweka wazi msimamo wa Teherani. Kwa sauti yenye shukrani lakini pia kujiamini, alieleza kuwa Irani inaona Urusi kama mshirika wa kiwango cha juu kabisa, uhusiano wa kimkakati usiotikisika hata katikati ya misuguano. Alikumbusha dunia kwamba licha ya mashinikizo na mashambulizi kutoka Marekani na Israeli, Irani imeendelea kusimama kidete, na katika safari hiyo ngumu haijakuwa peke yake. Na hapa namnukuu: imeonekana wazi kwa dunia kuwa Irani ina marafiki wa kweli na Urusi ni mmoja wao, alisema kiongozi huyo. Kauli hiyo ilikuwa kama mshale uliolenga moja kwa moja katika uwanja wa siasa za kimataifa, ikiashiria wazi kuwa muungano huu una nguvu ya kupinga ushawishi wa mataifa ya Magharibi. Ziara ya Araghchi nchini Urusi haikuwa ya bahati mbaya. Ilikuwa ni ziara yake ya kwanza ya nje baada ya matukio mazito yaliyotikisa Irani, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi kama ishara ya kuipa Urusi kipaumbele cha juu katika sera ya nje ya Irani. Katika mkutano huo, pande zote mbili zilisisitiza azma yao ya kuhakikisha amani inapatikana katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini kwa masharti yao wenyewe, si kwa shinikizo la nje. Putin aliahidi kuwa Urusi itafanya kila lililowezekanalo kuhakikisha maslahi ya Irani na ya mataifa ya eneo hilo yanazingatiwa kwa usahihi, akiongeza kuwa njia ya amani lazima iheshimiwe na uhuru wa mataifa. Mkutano huu unakuja wakati dunia ikishuhudia mabadiliko makubwa ya nguvu za kisiasa. Muungano wa Urusi na Irani unazidi kuonekana kama nguzo mpya ya kupinga ushawishi wa mataifa ya Magharibi, hasa taifa la Marekani, huku migogoro ikiendelea katika maeneo mbalimbali ya Ghuba ya Uajemi, kuanzia Mashariki ya Kati hadi Ulaya Mashariki. Ushirikiano huu unaweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za kimataifa katika miaka ijayo. Katika ulimwengu unaotikiswa na misukosuko ya kisiasa na kijeshi, mkutano huu unaacha ujumbe mmoja wazi: Urusi na Irani hawarudi nyuma kamwe. Ni muungano unaojengwa si kwa maneno matupu, bali kwa misingi ya maslahi ya pamoja, ujasiri wa kisiasa na azma ya kusimama dhidi ya shinikizo za nje. Na katika historia imewahi kutufundisha kitu kimoja, basi ni hiki: pale mataifa mawili yanapoungana katika wakati wa dhoruba, mara nyingi huibuka yakiwa na nguvu kuliko hapo awali. Mkutano kati ya Vladimir Putin na Abbas Araghchi hauko peke yake, unaungwa mkono na mfululizo wa matukio yaliyoripotiwa na vyombo vikubwa vya habari duniani. Hii inaifanya simulizi hii kuwa si propaganda, bali ni mwenendo halisi wa siasa za kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti za Reuters na BBC News, Irani imekuwa mshirika muhimu wa Urusi katika vita vya Ukraine, hasa kupitia ugavi wa droni aina ya Shahedi, teknolojia ya ulinzi wa anga, pamoja na mafunzo ya kiufundi kwa baadhi ya mifumo. Ripoti hizi zimekuwa zikithibitishwa pia na US Department of Defense, ambayo imeonya mara kadhaa kuhusu ushirikiano huo. Hii inaonyesha wazi kuwa kauli ya ushirikiano wa kimkakati si maneno tu, tayari hipo vitani. Vyombo kama Al Jazeera na Financial Times vimeripoti kuwa Urusi na Irani zimeongeza biashara kwa kutumia sarafu zisizo na dola. Kuna miradi ya pamoja ya nishati, yaani gesi na mafuta, pamoja na njia mpya ya biashara kupitia North-South Transport Corridor. Hii ni mbinu ya wazi ya kukwepa vikwazo vya Magharibi. Katika jukwaa la kimataifa, hasa ndani ya United Nations, yani Umoja wa Mataifa, Urusi imekuwa ikitumia nafasi yake kulinda Irani dhidi ya baadhi
ya maazimio. Irani nayo imeunga mkono Urusi katika masuala ya kisiasa dhidi ya Marekani. Ripoti za New York Times zinaonyesha kuwa nchi hizi mbili zimekuwa zikijenga fronti ya pamoja dhidi ya shinikizo za Magharibi. Lakini kwa upande wa pili, Umoja wa Ulaya imeonya kuwa ushirikiano huu unaweza kuongeza hatari ya usalama wa dunia. Marekani imekuwa ikiweka vikwazo zaidi dhidi ya Irani kwa madai ya kusaidia vita vya Urusi. Wachambuzi wanasema kuwa muungano huu ni wa maslahi ya muda zaidi kuliko uaminifu wa kudumu. Kulingana na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa, vinasema kuwa ushirikiano wa kijeshi tayari upo, ushirikiano wa kiuchumi unaimarika, lakini pia diplomasia ya pamoja inaonekana kuwa wazi. Hivyo, mkutano wa St. Petersburg si mwanzo wa uhusiano, ni hatua ya kuimarisha muungano uliokwisha kuanza kufanya kazi duniani. Ikiwa Urusi na Irani wataendelea kuunganisha nguvu zao za kijeshi, kiuchumi na kidiplomasia, je, dunia inaelekea kwenye mfumo mpya wa nguvu unaopingana moja kwa moja na Magharibi, au huu ni muungano wa muda tu unaosukumwa na presha za sasa huko Mashariki ya Kati? Wakati hayo yakiendelea huko St. Petersburg, lakini tukirudi nchini Irani, katika hatua nyingine, historia ya mataifa mengi duniani, kuna majeshi yanayoandikwa kwa wino wa kawaida na kisha kuna majeshi yanayoandikwa katika kurasa za historia kwa wino wa damu, ujasiri na msimamo usiotetereka kabisa. Jeshi la Jamhuri la Kiislamu la Irani IRGC ni miongoni mwa yale yanayojiandikisha katika historia kwa lugha ya mapambano, uvumilivu na kujitolea bila kikomo kwa ajili ya ulinzi wa taifa lao. Katika ujumbe maalumu wa siku ya jeshi, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani Ayatollah Saidi Mojtaba Khamenei alitoa pongezi nzito kwa jeshi hilo, akilisifu kwa kulinda kwa ujasiri ardhi, maji na bendera ya taifa lao katika mazingira ya kile alichokiita vita vilivyolazimishwa dhidi ya Irani, vilivyohusisha mashinikizo na mashambulizi kutoka kwa Marekani na taifa la Israeli. Kauli hiyo haikuwa ya kawaida, ilikuwa tamko la kisiasa lenye uzito wa kiitikadi na kihistoria, likilenga wazi nafasi ya jeshi hilo kama nguzo ya ulinzi wa taifa katika kipindi ambacho Irani imejikuta kikabiliwa na mazingira ya mvutano wa kimataifa unaozidi kwa kasi. Katika ujumbe wake, Khamenei alisisitiza maendeleo ya jeshi la Irani, akitaja hasa uwezo wa ndege zisizo na rubani yani drones, ambazo alieleza kuwa ushambulia kama radi dhidi ya maadui wanaoonekana kuwa tishio kwa taifa hilo. Kauli hii inaonyesha jinsi vita vya kisasa vimebadilika, ambapo teknolojia imechukua nafasi kubwa katika uwanja wa mapambano. Irani imewekeza kwa kiasi kikubwa katika mifumo ya ulinzi wa anga, makombora na teknolojia ya ndege zisizo na rubani, ikilenga kujenga uwezo wa kujilinda bila kutegemea msaada wa nje. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.